Shekhe wetu ametangulia kwa kutupa karara, nayo ikiwa ni hadithi ya Nabii Muhammad aliyosema, innama bu'ithtu liutammima makarim al-akhlaq. Hakika si jenginelo nimetumwa kuja kutimiliza uzuri wa tabia. Kwa kutumia muda mfupi huu, tutazame mantiki ya hadithi ya Mtume Muhammad katika kuyaeleza maneno haya. Tusemapo tabia nzuri, haihitaji tafsiri kwa kila mwenye akili, na uzuri wa jambo ni ule ambao unakusanya na kutengeneza hadafu ya umma. Sisi tunaposoma maulidi haya tunajifundisha mambo makubwa kutokana na tarikh ya Mtume Muhammad. Sheikh Jafar al-Barzanji ametueleza mengi. Katika yale aliyoeleza, kuna kipengele mbele kule kinaanzwa kwa maneno ya thumma arada nafsahu ala alqabaili bi annahu rasulullah fil ayami almawsimiyya. Kwa hivyo propagation ya Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilianzia hapo kukua katika mwaka wa 10 na wa 11 wa utume. Mtume Muhammad alidhihirisha utume wake kwa umma wa wasiokuwa Waislamu kwa kutumia masoko ya mausimi ambayo yalikuwa ni masoko ya faida kwa Waarabu, hususan Makuraish. Mtume alieleza utume wake. Kwa ulimwengu huu tulionao, vipindi hivi tunavyovitumia ambavyo mashekhe wetu wanazunguka dunia nzima kumtaja na kumzungumza Nabii Muhammad, haiwezekani kutotumia fursa kama hizi kuwajulisha wasiomjua Nabii Muhammad wamjue kisha wampende. Na vyovyote ilivyo, kwa sababu bwana mkubwa huyu alitumwa kutekeleza na kuelekeza, pia kutimiza uzuri wa mambo, basi tuna machumo makubwa kwa Mtume Muhammad. Mtume wetu alituonesha njia katika miaka ya 10-11 ya utume wake, alipofahamisha umma wa walimwengu wote waliokuwa wakihudhuria katika mausimu ya hija kwamba yeye ni mtume wa Mungu. Ikapatikana tija ya Nabii Muhammad kwa kuzungumza na watu, akakutana na kundi la watu wenye kiu kutoka maeneo ya Yathrib. Mtume akazungumza nao kwa ufasaha mkubwa, wakamuelewa. Kwa haraka sana wakafikia makubaliano ya Mtume kupeleka ujumbe atakayekwenda kuwaambia haya maneno mazuri ambayo Mungu subhanahu wa ta'ala anasema yeye mtume wetu ndiye kigizo. Ndugu zangu Waislamu watukufu, Mtume Muhammad katika tarikhi ya kilimwengu anasomeka na walimwengu wote, Waislamu na wasiokuwa Waislamu, kwamba kama ni mfalme mwanasiasa, kama ni mfalme amiri jeshi, hakuna aliyefanikiwa kama Nabii Muhammad. Katika kipindi kifupi cha miezi isiyozidi 13, mjumbe aliyepelekwa Yathrib alifanya kazi nzuri sana. Mwaka wa 10
Na 2, anakuja kutoa taarifa kwa Nabii Muhammad kwamba Madina neno lake limeenea na wako tayari kumpokea Nabii Muhammad. Huyu wana tarikhi wanamtambua kwa jina la Mus'ab bin Umair. Mtume Muhammad katika kampeni yake na kuhamia Madina, cha kwanza alikifanya kuleta muakha baina ya watu wa Madina na waliohamia Madina, wakawa ndugu, wakawa wamoja. Katika hili tarikhi ya kidunia inakiri kwamba alifanikiwa sana Nabii Muhammad. Mpaka leo ulimwengu unashuhudia heshima ya Nabii Muhammad. Tumesimama hapa, ya Nabii salamu alayk, kana kwamba Nabii yupo, na tunamkhatibu Nabii Muhammad assalamu alayka ya Rasulullah, kana kwamba yupo, bila kulazimishwa wala kupewa fedha ili tumtukuze kwa wakati unaohitajika. Kila mmoja moyo wake una furaha kumtaja Nabii Muhammad, kumheshimu Nabii Muhammad. Sasa nini lengo langu kuyasema haya maneno? Lengo langu ni kuona kwamba mission, yani ile kampeni ya Nabii Muhammad, lengo la Nabii Muhammad la kuwakusanya watu lilifanikiwa kwa sababu alikuwa ana watu wanaomkubali Nabii Muhammad. Na walimkubali kwa sababu gani? Kwa sababu ya tabia. Ndugu zangu, Uislamu ni tabia nzuri. Uislamu, hii dini ya Kiislamu ni husnu al-khuluq, tabia nzuri. Kwa tabia nzuri Nabii Muhammad alifanikiwa akatengeneza umoja. Na katika umoja wa Uislamu ndio tunafanikiwa. Firqa haikubaliki katika jambo lolote liwe la kidunia, si kwambii la dini. Na kuleta umoja kulimgharimu Nabii Muhammad umri wake, afya yake, mali yake na heshima yake. Katika umoja Nabii Muhammad alikubali heshima yake isiwe bora ila umoja upatikane. Ndio maana tarikhi inathibitisha katika sulhu Hudaibia Nabii Muhammad alirudi chini, pamoja na utukufu wake, pamoja na ubora wake, pamoja na utume wake, alirudi chini. Kwa nini? Alikuwa anautafuta umoja wa umma. Jambo hili likimhuzunisha sana Nabii Muhammad, kama Qur'ani inavyosema kwamba laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bilmu'minina raufur rahim. Ona aya hii inavyotangaza utukufu wa huyu bwana mkubwa, namna alivyokuwa akiupupia umma kuufanya kuwa wamoja, namna ambavyo alivyokuwa akiupupia umma uwe unatarahum bainahum, wahurumiane wao kwa wao. Na kweli Mtume Muhammad alifanikiwa. Alifanikiwa katika kuwaweka watu pamoja. Jambo hili Waislamu watukufu tunatakiwa tujifundishe mno. Hapa kilichotukusanya, hapa kilichotufanya tuwe hapa kwa usiku huu ni ile ari ya umoja, kwamba sisi ni wamoja chini ya kilma la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Kwa hivyo umoja, ndugu zangu, ndiyo jambo kubwa. Na hili nimeona niliseme haraka mno, nikiwa ndio nafungua kuzungumza kwa niaba ya wenzangu kwamba umoja ni jambo kubwa. Na sisi Tabora tunasema, tunazungumza kwa lugha ya umoja. Wilaya yetu hii ya Tabora tumekuwa tukifanya kazi kwa lugha na nia ya umoja, kwamba umoja kwetu ndio kitu muhimu kuliko ni chochote.
heshima zetu, vyeo vyetu, vyote havina thamani kama hatutakuwa wamoja. Kwa sababu kutokuwa pamoja tunaihalifu amri ya subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo sisi, ndugu zangu waislamu watukufu, shekhe wangu, shekhe wa mkoa wa Mwanza, ndugu yangu Sheikh Hassan, tunaamini katika umoja. Na sisi hapa kupitia shekhe wetu wa wilaya tuna umoja wa jumuiya na taasisi za Kiislamu, bila kujali BAKWATA, bila kujali nani, tuna umoja. Na hatufanyi sherehe yeyote ila tunatanguliza umoja wetu. Na katika hili basi tunadhani tunaanza kufanikiwa, na kwa idhini ya Mwenyezi Mungu tutafanikiwa. Basi nimesema mno, maneno mengi sana, lakini Mtume anasema khairul kalami ma qalla wa dalla. Nimesema maneno mengi kwa muda mrefu, lakini ni mawili tu, tutambue na tuwe wamoja. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.